Hali ya taharuki imetokea katika eneo la dampo kwenye kata ya Muriet mkoani Arusha baada ya gari ya kubebea mafuta kulipuka katika kituo cha kuwekea mafuta kilichopo katika eneo hili, huku chanzo kikidaiwa ya kwamba ni baada ya pipe inayopatikana katika gari hii kuvuja, jambo lililopelekea mlipuko huo mkubwa kutokea katika eneo hili. Kuna mtu alikuwa anachomelea hapa na ni mwenye kampuni na gari inateremsha mafuta hapa. Naitwa Isaac Kusupa, ni mkazi wa Muriet. Gari la kushusha mafuta lilikuwa linashusha mafuta kwenye kituo cha mafuta, limepata hitilafu ya moto ambao una madhara makubwa, yanaweza kusababisha madhara na vifo vingi kwa watu wengi ambao wako hapa kwenye hili eneo la tukio. Kwa hiyo sisi wananchi wa Muriet tuna masikitiko makubwa sana, kwa sababu hili ni hatari, na hili jambo ambalo linaweza kusababisha nyumba nyingi zikawaka moto na wengine ambalo lilikuwa linaweza kudhibitika kirahisi, gari linateketea, na hofu yetu vile visima pale vinaweza vikashika moto vikaleta madhara makubwa ya kuua wananchi na kuangamiza mali za wananchi. Kwa mujibu wa mashuhuda ambao walikuwepo katika eneo hili, wanadai kwamba chanzo cha moto huo ni baada ya kuwepo kwa shughuli za uchomeleaji ambazo zilikuwa zinaendelea karibu na kituo hiki cha mafuta. Kuna mtu alikuwa anachomelea hapa na ni mwenye kampuni na gari inateremsha mafuta hapa. Ndio sababu unaona kwamba hapa kuna moto umetoka hapa, umeseleleka, umekwenda kwenye tenki pale, na kutoka pale kwenye tenki moja kwa moja baada ya kuondoa gari kawa inafuata gari. Nataka kuongea ukweli kwa sababu tayari wamekwisha fanya makosa na mtu akishafanya kosa ni lazima akimbie. Sasa ukijaribu kuangalia mtu vile kuweka kituo cha mafuta hapa kwenye maeneo ya watu, kwa kweli haileti. Si hata stiki unaziona ziko pale we stiki unaziona ziko pale zile ni stiki za kuchomelea welding. Kwa hiyo naelekea alikuwa na choma mavyuma yake pale na vipande vinaonekana wazi. Kwa majina naitwa Edward Simon Laiza. Nilikuwa gereji wakati gari inashusha mzigo. Ilikuwa inashusha pale wakati dereva anashusha mzigo, ndo wakati anashusha mzigo pipe ilikuwa ilipata damage kidogo. Ikawa imepata moto, ndo akasogeza gari mbele kidogo. Alisogeza gari mbele kidogo ndo akawa anafanya utaratibu wa kuizima, wakashindwa